Ndugu zangu, nataka niongelee mambo machache ya msingi juu ya misingi ya kiroho. Misingi ya kiroho ikoje? Misingi ya kiroho kwa kanisa ikoje? Zaburi 133, Zaburi 133, tuisome hapo. Tuko tayari? Inasema hivi: tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Harmon ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Nataka kuangalia misingi ya kiroho ikoje. Misingi ya kiroho ni umoja katika Roho Mtakatifu. Misingi ya kiroho ni umoja. Hii ni misingi ya kiroho ya Mungu ama ya kimungu mwenyewe aliitoa. Tunaenda sawa? Sema misingi ya kiroho kwa kanisa la Kristo. Ni kwa kanisa la Kristo. Mojawapo ni umoja. Anaeleza hapa ni vema ndugu kukaa, wakae pamoja. Kwa nini? Sio kila mtu anayekaa pamoja kama walivyokaa ndio wana umoja. Umoja wa roho, umoja wa kuaminiana, umoja wa kujua Mungu niliye naye ndiye Mungu uliye nayo. Ni sawa eh? Roho wa Mungu niliye naye ndiye roho wa Mungu ulionayo. Dhambi niliyosamehewa mimi ndio dhambi iliyosamehewa kama wewe. Kama naitwa na Mungu mtakatifu, ndivyo na wewe ni mtakatifu. Umoja wa kuamini katika roho, mshikamano wa kiroho. Yesu anafundisha, anasema hivi katika Wakorinto, anasema mwili ni moja, viungo viko vingi, la viko ndani ya mwili moja. Anatoa mfano, mkono hauwezi kusema mimi sikutaki wewe mguu, ama jicho haliwezi kusema sikutaki wewe sikio. Viungo ni vingi, lakini mwili ni nini? Ni moja. Ndivyo ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa, na sisi ni viungo katika mwili wa nini? Wa Kristo. Unanielewa kitu nasema? Sasa Kristo akiwa ndiye kichwa cha kanisa, na sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo maanake viungo ni mimi na wewe. Unapaswa uwe na umoja wa kiroho, misingi ya kiroho. Ndipo Mungu anapoliangalia kanisa lake namna hii, anakuta limeshikamana. Na linapokuwa limeshikamana, ulinzi wake unakuwa ni mkubwa sana. Adui hawezi kulikaribia. Kuna misingi ya kiroho ya kishetani, nayo unaipata kwenye Wagalatia sura ile ya 5. Unaweza ukaiona misingi ya kiroho ya kishetani ambayo inatoa matokeo katika ulimwengu wa roho, na misingi ya kiroho ya kimungu nayo ukiwa nayo inatoa matokeo katika ulimwengu wa kimwili. Kila msingi ulionao lazima uonyeshe, utokee matokeo katika ulimwengu wa mwili. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Angalia, ngoja tutarudi tu hapo, kwa kuwa nimetaja Wagalatia, si ndio jamani? Wagalatia ngapi nimesema? 5. Asante sana. Tutafute hapo Wagalatia 5. Wagalatia 5, tutafute ule mstari wa 19. Inasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati,
uchafu, ufisadi. Umeona hapo? Na kuonyesha misingi ya kiroho ya kishetani ambayo hata kama tumekaa pamoja ni kanisa, itatoa matokeo tu, watu itaonekana umebeba nini. Tunaenda sawa? Anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Sema na mambo yanayofanana na hayo. Soma tena nyuma yangu: katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa hapa anasema hawatarithi ufalme wa Mungu. Acha watu wengi akili nakuja siku hiyo ukifa hautaenda mbinguni. Acha hiyo. Hawataurithi ufalme wa Mungu maanake watu wenye misingi hiyo hawatamuona Mungu akitembea pamoja nao, kwa sababu wana misingi ya mtu mwingine. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Na hawa misingi ya namna hii, shetani anapowakamata wanadamu, Mungu anapowaleta ndani ya kanisa la kweli la Kristo, lengo lao wafunguliwe, misingi ile iondoke, ije misingi ya Kristo. Wanapong'ang'ania kukataa kufunguliwa na Kristo, mwisho wanaachwa. Linatimia lile neno Yesu aliwaambia wanafunzi wake, acheni ngano na magugu ya kuwe pamoja. Mungu ni wa ajabu sana. Atakufundisha, atakuelekeza, atakuonya bila kukupoint kwamba ndio wewe. Sababu Mungu anajua mimi nina uzao, wewe una uzao, wewe una wazazi, wewe una watoto, wewe una jamii. Kwa hiyo mpaka aje akupointi ni karibu kituo cha mwisho. Lakini angetamani anapokuleta ndani ya kanisa, anapomleta mtu, unakuta Mungu anafundisha misingi ya kiroho ambayo ndani ya roho yako wewe mwenyewe unajijua, hii tabia mimi ninayo, hii kitu kwa kweli kimening'ang'ania. Na Mungu anatoa njia, anakuambia kwa namna hii tafadhali elekeza hiki, namna hii tafadhali tengeneza hivi, kataa hii roho, funga na kuomba, fanya hivi. Hiyo yote Mungu anakuelekeza ili utoke kwenye ile misingi ya kiroho ya shetani, ili Mungu akuvute, akufungue, akuwekea misingi yake ya kiroho ya kiungu. Unapokataa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, Ayubu anaeleza katika kitabu cha Ayubu, anasema Mungu husema na watu kwa ndoto usiku mara ya kwanza, anasema tena mara ya pili. Kama mtu hajasikia anarudia mara ya tatu. Kwa hiyo unajua ukuta unakwenda kanisani, Mungu anazungumza na wewe tabia ile ile, anazungumza juu ya tabia zile zile, anazungumza tabia zile zile, anafikiri labda utatubu kesho, utaacha kesho, amekupa nafasi. Mwisho ikija kufungwa faili, pap, unasikia huyu mtu anakuwa ni agent. Anapokuwa agent, Mungu anachofanya, anaanza kulinda watoto wake, anaanza kulinda madhabahu yake, alafu anatoa na tahadhari, anawekea watoto wake alama. Wewe sasa Mungu anaanza kufunua kwa macho ya rohoni, ili kama kinga usiweze kuambukiziwa zile tabia za huyo agenti, ana alionywa na Mungu akakataa. Tunaenda sawa? Inapofika mahali hapo ni kitu kibaya sana. Misingi ya kimungu ya kiroho ni umoja. Watu wakae pamoja kwa umoja. Unapokaa pamoja kwa umoja, shetani haliwezi kanisa la Kristo. Maadui hawawezi kanisa la Kristo. Watajaribu kutisha na nini? Kwa sababu gani? Hawawezi, kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Na adui akitafuta, anaweza kusababisha matukio ambayo yatatikisa moyo wako. Usiwe na ghadhabu kama dunia ilivyo na ghadhabu. Usiwe na hasira kama dunia ilivyo na hasira. Usiwe na uchungu kama dunia ilivyo na uchungu. Kwa nini? Wewe umetengwa na Mungu katika ulimwengu wa roho ili kumsikiliza Mungu. Wewe hujipiganii mwenyewe, unapiganiwa na mbingu.
Biblia sema Mungu akiwa upande wetu ni nani atakayekuwa juu yetu? Ni lazima uelewe, na ukielewa jambo hilo uko salama. Haleluya. Maana inafika mahali, ngoja tusome hili neno. Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3, hapo tulisoma sura ya 5, misingi ya kiroho ya upande wa shetani. Anatumia sana vitu hivyo, alafu ndio maana unakuta adui amepenyeza watu wengi makanisani kwenda kunajisi kwa tabia hizo. Wagalatia ngapi? Wagalatia 3 ndugu zangu. Wagalatia 3, soma mstari wa 29 ambao ni wa mwisho. Iko hivi: kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Umeona ilivyoandikwa? Kama ninyi ni wa Kristo, mmekuwa uzao wa Ibrahim sawasawa na urithi sawasawa na ahadi. Hapa maana yake nini? Hasemi ninyi wa madhehebu ya Kikristo. Hapa anasema kama ninyi mmekuwa mali ya Kristo, ndipo vitu vingine mtavipata, pamoja na ulinzi, pamoja na baraka, kama alivyolindwa Ibrahim, kama alivyobarikiwa Ibrahim, kama alivyobarikiwa na uzao wake. Anasema itaendana hivyo, kama ninyi mmekuwa mali ya Kristo. Si tunaenda sawa? Ngoja nikwambie, watu wengi wanafikiri wanaweza kujilinda wenyewe. Tunalindwa na Mungu ukiwa umesajiliwa na Mungu. Tunaenda sawa? Tunalindwa na nani? Na Mungu. Ikiwa wewe ni mali ya nani? Ya Mungu. Na kama wewe ni mali ya Mungu, lazima uelewe. Jumatano nilisema hivi, lazima ubalance mizani yako. Sasa hivi tunaona taifa linakopita, dunia inakopita, ni sawa? Nataka nikuulize, kitu gani kinajaa kwenye moyo wako zaidi? Ni yale Mungu aliyosema? Hata kama unaona dunia inaendaje, wewe unaangalia unasema, lakini Bwana amesema hapa, Mungu amesema hivi, Mungu alisema hiki. Hata kama matukio yanatokea mangapi, wewe unashika lipi? Kama mizani yako inajaa dunia na matukio na habari zake ambazo ziko wazi, tunaziona kwenye simu zetu, tunaziona kwenye TV, si ni sawa? Ziko wazi. Lakini sawa, pamoja na kuona, wewe kwenye moyo wako kitu gani ulicho nacho kama ushahidi uko upande wa Mungu? Kama uchungu unachukua nafasi ndani yako, unatengeneza mlango mbaya. Saa hukumu ya adui inapopita, itakutafuta na wewe, maana umetengeneza njia. Si kama kanisa unanielewa? Kama una uchungu kwa sababu ya mambo yaliyotokea, hauwezi kuomba. Ni road block yako ya Mungu kutokusikia, maana uchungu umekaa kwenye moyo. Na Biblia inasema uchungu wote na ghadhabu viondoke kwenu na kila namna ya ubaya, maana yake vinazuia njia. Kuna mtu ananielewa? Kibinadamu sio rahisi, ndio maana inahitaji neema ya kukaa kwa Mungu. Ujue hata kama limetokea, Mungu anasemaje. Ukae upande wa Mungu, umsikilize Mungu, ulishike lile, ndipo utapita katikati ya hayo mabaya na kuvuka ng'ambo ya pili ukiwa salama. Kwa nini? Kwa sababu na neno la Mungu, na Mungu anasema naliangalia neno langu lipate kulitimiza. Haangalii maneno yetu, anaangalia neno lake. Haangalii nyuzi, haangalii matukio, anaangalia neno. Nyuzi angalia, matukio angalia, na yanatokea na mimi Sumbe na yaangalia. Lakini ninapoyaangalia nikimaliza na compare, naangalia Mungu alisema nini, Mungu anaongea nini juu ya hili, Mungu anasema nini juu ya hili, na lishika la Mungu. Soma
Yuda 1, maana ina sura hiyo hiyo ya kwanza, mstari wa 5. Umeona huo mstari? Mstari wa ngapi ndugu zangu? Wa 5. Nikuonyeshe kitu fulani. Mwanafunzi anapofundishwa shuleni, tunaenda sawa? Mwanafunzi anapofundishwa shuleni, anafundishwa na mwalimu, wanatoa na mifano, anawasimamisha wengine, anahakisha kama wameelewa, wanacheka pamoja. Nataka kuuliza, saa ya mtihani mwalimu yuko hapo? Wanaletewa mtu ambaye hawana mazoea naye, hawamuulizi hata swali, alafu yeye amenyamaza kimya, hataki kujua hata jina lako, anakupa kazi. Alafu hamkai wawili kama hapo, kila mtu na desk yake, si ndio? Unafanya nini? Mtihani. Wacha nikwambie, Mungu anapokufundisha huko nyuma, unakaa wasema amen, haleluya, Bwana Yesu wewe ni mwaminifu, haleluya, tunacheka. Haya, saa ya kupimwa, kama hujashika alichosema Mungu, haijalishi wewe ni mtakatifu. Nimeeleweka? Ngoja nikwambie, Biblia nasema Yuda 1 mstari wa 5, tena napenda kuwakumbusha. Mungu anapokukumbusha maana yake alikuambia nyuma, si ndio? Hebu sema nyuma yangu, tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Hapo umeelewaje? Kwa ufupi nikwambie hivi, saa ya kuja kupimwa wakaacha kumwamini Mungu, akasema na hao waangamie tu. Sijui kama umeona ule mstari vizuri. Umeona eh? Ngoja nisome na nisikilize. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua hayo yote. Mmekwisha kujua, si mmefundishwa? Si mmeelekezwa? Mmekwisha kujua hayo yote, ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu wake katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Anawaangamizaje? Hawakuamini. Ndio maana nikakwambia, pima mizani yako. Mambo yanapotokea sasa, wewe una neno gani? Maana ndio yanatokea. Kabla hajatokea huku nyuma, wewe ulikuwa na neno gani Mungu alilokupa tahadhari? Bwana, unalishika hilo? Na kama una, ukumbushe madhabahu. Siku moja nimesimama hapa nikasema hivi, Mungu ameniambia, nilisema hivi, Mungu ameniambia hivi, nchi tapita lakini tavuka salama. Kanisa litapita lakini tavuka salama. Nilisema sijasema? Ilikuwa sio mimi nanukuu maneno ya Mungu. Nanukuu maneno ya nini? Naposema kanisa litatoka salama. Uko salama au uko salama? Sasa nakupa tahadhari, usiwe na uchungu kwa sababu yale yanayotokea. Maana kupita maana yake kuna mtikisiko. Lazima ujiulize, litapita salama? Sasa kama kuna mtikisiko lakini upite salama, mtikisiko huu utakuwaje? Unapita wapi mtikisiko ili mimi niwe salama? Sasa tahadhari, mimi nakwambia hivi, matukio yanayotokea usiwe na uchungu ndani. Kibinadamu yanatia uchungu. Angalia kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anataka nini? Maana ukiwa na uchungu unatengeneza njia. Shetani anataka watu wapate uchungu, waumie mioyo, alafu yaaje, maana ni njia yake. Unajua kazi yake ni kuchinja, kuharibu na kuua. Unajua hiyo? Sasa kwa kanisa linakuwa linasema lina hekima. Ndio maana watu wengine wako hapa wana ghadhabu ya ndani kwa ndani, hawaongei, inatafuna ndani kwa ndani, hawaongei. Nataka nikwambie, yanapotokea tukae na Mungu, Roho Mtakatifu ajae ndani kama mafuta yatiririkayo, ili Mungu aongoze kanisa. Usipokuwa na uchungu, utaomba ndugu zako watakuwa salama. Usipokuwa na uchungu, Mungu atashukia kanisa kuponya watu wengine. Tukiwa na uchungu tutamalizika, maana haitasaidia. Lakini usipokuwa na uchungu, utamtazama Mungu msalabani,
Wewe uliyeshinda mauti na kuzimu, unasemaje juu ya jambo hili Bwana? Ndipo Mungu atashuka, atakwambia omba kwa namna hii, fanya namna hii, fanya namna hii. Anapofanya Mungu anashuka. Mungu angalia maelfu ya watu, anakutazama wewe kanisa. Anasema naangalia mahali palipobomoka, mtu atakayesimama. Sio watu watakao simama, mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Sasa pamebomoka, wote mnataka mbomoke. Nani atakayeondoa uchungu na ghadhabu na hasira na matukano na kila namna ya ubaya? Anasema yaondoke kwenu. Kwani anasema yaondoke kwenu? Hiyo ni Efeso 4:31, ndio imeandikwa hivyo. Maana yake ukiwa na uchungu, adui anakuja na miguu pole pole. Hata kama unasema nimeokoka, nimejazwa Roho Mtakatifu, watakumaliza, maana wamepata njia. Lakini kuna njia ile silencer ya kusema adui, hata kama wamekanyaga hapa, utakimbia mara 7. Mungu yuko upande wetu. Si anasema shetani atakuja mara ngapi? Akija mara moja atatawanyika mara ngapi? Mara 7. Ni vita au sio vita? Sasa atatawanyikaje kama Kristo hayuko kukuelekeza? Nataka niwaambie, msisongwe kwenye mioyo yenu kwa hayo mnayoyaona. Hiyo ni Kiswahili wazi. Msisongwe kwenye mioyo yenu nyinyi wa Kristo. Mtamharibu Roho Mtakatifu ndani yenu, na mkishamharibu kwa yale mnayoyaona, hata wasaidia, njia itafunga. Na njia ikifunga ya mbingu, utakwenda kumtafuta wapi Mungu ajifunue, akuelekeze yapasayo. Na wale ambao wanayajua mapenzi ya Mungu, kila wakati wayafanye, ili adui asipate nafasi katika maisha yako. Adui anatafutaga nafasi. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa njia gani? Kama hujaelewa tu nasema wala usimpe ibilisi nafasi, kwa njia ipi? Maana yake hayo naye yaona yasijae huko. Yakijaa hapa, utakuwa na uchungu, utakuwa na hasira. Ukiwa na uchungu na hasira, tayari unaharibu system ya Mungu. Mungu atakupaje siri? Kanisa utavuka salama. Ukielewa mambo hayo, utafanyaje ndugu zangu? Utavuka salama. Hata kama kipindi kigumu kwa kanisa, maana wachawi nao wanatumia nafasi hiyo kuvuruga fahamu za watu. Wanatumia nafasi hiyo kuvuruga fahamu za watu. Anga linapochafuka, adui wanapata nafasi, wanavuruga fahamu za watu. Usikubali ufahamu wako vurugwe kabisa. Mimi ni mwanadamu na wewe ni mwanadamu. Kila wakati nataka kujua Mungu anasemaje. Wewe jaribu kufikiri. Mungu anasema pamba kanisa langu, na tunalipamba, na muda si mrefu tunakwenda kuhamia. Alafu shetani anakuhubiria, anakuambia sasa kifo kinakuja, hii inakuja. Halo, itoke wapi? Yeye na Mungu nani mkubwa? Mungu ni mkubwa. Shetani ataondoka kabisa. Biblia sema walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Moyo wako umekaeje my friend? Hivyo unaelewa maana ya Mungu, unaelewa maana ya dhehebu? Kama unaelewa maana ya dhehebu, shauri lako. Lakini kama unaelewa maana ya Mungu aongeaye na wanadamu, hiyo ni kazi yake. Alafu amenipa mimi kipimo cha makanisa 5. Alafu nakwenda kufikia la 6. Alafu shetani hamna, atarudia kule kule. Ataishia kule kule. Labda kama sisikii Mungu anachosema, kama sisikii my friend, tutawatawanywa. Lakini kama namsikia Mungu, watatawanyika wao maadui. Saa ya kusimama na Mungu sio mchezo. Natakiwa unajua unaongea nini.
sio nawatia tu watu moyo. Unajua mbingu inasema nini? Unaogopa nini? Wacha hofu. Wengine wamepata uchungu lakini ni ndani kwa ndani, inasigina ndani ndani. Halafu unakwenda kufanya revenge. Unaenda kufanya revenge? Haya, chukua panga basi kafanya revenge. Kama utashinda. Ile kunyanyua panga tu, shetani anasema nilikuwa nakutakaga wewe. Wewe si ndio Mungu anasema unaiwakilisha mbingu na kuchinja. Na Mungu anasema sasa mwanangu, hiyo sio sheria niliyokufundisha. Na kufundisha sheria ya kimbingu ambayo shetani atakimbia akikuona namna hii. Haleluya. Unaelewa kitu nasema? Fanya yale ambayo unajua ni mapenzi ya Mungu. Maisha yako hakuna mtu atakagusa. Watoto wako hakuna mtu atagusa. Hakuna. Hata kama utakuwepo na myumbiko, ni wa muda tu unapita, ili ujue mbingu imekulindaje Bwana. Asante kwa kunisikiliza. Mungu wa amani akubariki sana. Msifurahi kwa mabaya mnayoyaona, bali mtazameni Kristo pale msalabani. Muinueni Mungu ili Mungu apigane vita vyenu, ili Mungu apigane vita vyetu. Muinueni Mungu. Mungu anaposhuka anapigana vita. Wewe unabaki unashangaa, anafanya njia mahali hakuna njia. Adui anaweza kazunguka barabara kazuia huku. Umeonaga barabarani pembeni watu wanapotengeneza madaraja au njia, barabara imezibwa huku, imezibwa, wanaweka kitu kinaitwa diversion, si ndio? Lengo upite salama. Adui anapangaga namna hii, Mungu anatengenezea diversion way kanisa lake. Mungu anataka umshukuru. Mshukuru Mungu kwa moyo wako wote, kwa jinsi amelitetea kanisa. Mshukuru Mungu kwa kinywa na kwa moyo wako, kwa maombi ya kumwambia Mungu asante kwa kulitetea kanisa. Omba. Unaweza kuomba ukaomba. Naweza kujinyenyekesha mwenyewe kwa Muumba wako kaomba. Baba, tunakushukuru. Asante kwa wema wako. Asante kwa ulinzi. Asante Baba. Umelilinda kanisa. Umepigana vita. Nani aliye kama wewe? Na unazidi kulipigania kanisa. Nani aliye kama wewe? Njia zako hazichunguziki Mungu. Uweza wako ni wa pekee. Asante Mungu. Asante Yesu. Asante Mfalme. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu kanisa. Shukuru Mungu kanisa. Shukuru Mungu kanisa. Yamkini hayo aliyoyaona huenda yangekuwa mabaya zaidi. Shukuru Mungu kanisa.
Ombea na mji wako, ombea na mji wako, ombea na maisha yako. Mwambie Bwana, maisha yangu yako mikononi mwako. Ombea mji wako, ombea maisha yako. Kama una mateso mbalimbali yamkini yamekukabili katika njia zako na maisha yako, shika kifua chako niombe kwa ajili yako. Kila mateso ambayo Mungu chanzo chake ni adui, miili ya watoto wa Mungu katika njia zao, katika miji yao, katika ndoa zao, katika familia zao, mateso yoyote yaliyosimama, na haribu hiyo roho ya mateso katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na haribu nguvu ya mateso inayotesa ufahamu wako, nguvu ya mateso iliyoachiliwa na adui kwenye ufahamu na kuvuruga ufahamu, na haribu hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Mateso yote kwenye ulimwengu wa roho, mateso ya majini na mapepo, mateso ya kila namna yavunjike. Mateso kazini, mateso kwenye uchumi wake, mateso kwenye safari yake, mateso kwenye maombi yake, na ng'oa hayo mateso yaondoke kwako katika jina la Yesu. Nafungua njia zako zisifungwe sawa sawa na kitabu cha Isaya 62 mstari wa 10. Naondoa yale mawe yaliyopangwa kwenye njia yako, mawe yaliyowekwa kwenye njia yako ili usivuke, uliotegeshewa yale mashimo usivuke. Na ng'oa hayo mawe, na yang'oa kwa jina la Yesu Kristo. Ile bendera yako iliyoshushwa kutoka sasa, ushindi wako ulioshushwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, na ng'oa hayo mawe, na tamka bendera yako inuliwe, na tamka ushindi wako inuliwe kwa nguvu ya jina la Yesu. Na kila kizuizi kilichokuzuia muda mrefu, kinachopambana na wewe kwa siri,
na haribu hiyo roho katika jina la Yesu. Na haribu ya malango ya adui kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Tawanyika kwa jina la Yesu Kristo. Kila kizuizi kwenye ndoa yako, kila kizuizi kwenye kiuno chako, ng'oka roho iliyokaa sirini, iliyojificha kimaagano. Wamejificha kimaagano kwa nguvu ya jina la Yesu. Hiyo roho inasema ukitaka kuiona inafunua mtu mwingine. Ukitaka kuigundua baada ya kuomba inatokezea mtu mwingine. Wewe ni jini ulioapishwa, unayekalia njia ya mtu huyu, unayezuilia mtu huyu. Come out in the mighty name of Jesus. Kuna mtu amezuiliwa njia sawa sawa na kitabu cha Isaya sura ya 62 na ule mstari wa 10. Anasema toekeni bendera, ondoeni mawe kwenye barabara, toeni mawe yake, tokeni bendera katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyozuiliwa njia, wewe jini, wewe mapepo, wewe uchawi, wewe uganga, come out. Umezuiliwa njia, unapoomba unasema Mungu nataka kujua, nataka kujua. Hilo jini linatangulia, linaleta sura ya mtu fulani. Likileta ile sura unachanganyikiwa. Shida ya kujua kwamba sio Mungu, utaona kichwa chako kinachanganyikiwa. Unakosa nguvu ya kuendelea kuomba kwa sababu yule mtu amekabidhiwa, ni mtu wa rohoni, ni jini la rohoni umekabidhiwa. Linajifunuaga kama mtu kwenye ndoto zako, linaharibu future yako, limeharibu njia yako muda mrefu, linaharibu wanaume, linaharibu mwanamke. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Kila uapisho ulioapishwa na ufalme wa giza, wewe nguvu ya Yezebeli, roho ya Yezebeli uliokaa kwenye anga la mtu huyu, unayevuruga uchumi na kuiba uchumi wa mtu huyu, the mighty name of Jesus. Kumbuka Yezebeli alimshauri mume wake ambaye alikuwa ni mfalme, anaitwa mfalme Ahabu. Akamshauri wakachukue shamba la Yenaboth, wakamuua Yenaboth ili wachukue shamba lake. Kuna roho ambao umekabidhiwa ambaye inaua uchumi wako ili wachukue nafsi yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe jini Yezebeli, come out. Achilia anga lake. Kataa roho ya Yezebeli kwenye maisha yako. Ndio maana unamuona kwenye ndoto zako, unaona nyoka, unamuona mwanamke kahaba, unaona na mwanamke kahaba. Wengine wanaona mwanamke yuko uchi, wengine wanaona hivi, wengine wanaona hivi, wengine wanaona mwanaume. Ni roho ya Yezebeli imeachiliwa kwenye anga, na ivunja hiyo roho ya Yezebeli. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Roho ya Yezebeli kazi yake ni kukuharibu fahamu na kuharibu njia zako, kuharibu maono yako, kuharibu kazi zako, kuharibu baraka zako, kuharibu baraka zako. Roho ya Yezebeli ni roho za kichawi ambazo zinapata nafasi kuharibu fahamu za watu, zinaleta mafikira mengi kwenye ufahamu usiku na mchana. Ifungike hiyo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kufungua hiyo roho, haitajificha tena, na kufungua kwa jina la Yesu Kristo, na kukutenga na ufalme huo. Na kutoka sasa utakuwa huru, kutoka sasa utakuwa huru, kutoka sasa ndoa yako iwe huru, kutoka sasa ufahamu wako uwe huru, kutoka sasa natamka uponyaji kwako, natamka baraka, ukabarikiwe, ukahifadhiwe, ukalindwa salama. Narejesha ile roho ya furaha ndani ya Roho Mtakatifu, ndani ya roho yako, uwe mtu wa furaha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umefikiri sana utatokaje kwenye hili, umefikiri sana nitafanyaje juu ya hili. Sikiliza, hakuna mtu aliyejisumbua mawazo yake akafanikiwa. Mkabidhi Bwana njia zako, naye utathibitika. Neno nasema mkabidhi Bwana njia zako, nawe utathibitika. Usisumbuke kuwaza hili wala lile. Mkabidhi Bwana njia zako, nawe utathibitika. Mungu anasema na huyo mtu ambao unapita hujui hatima yako mbele inakuaje.
hili limekuwa hili, nifanyeje? Unahangaika. Kabidhi Bwana njia zako, nawe utathibitika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ninaomba mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako wakati umeinama. Baba, tunakushukuru, tunasema asante. Asante sana kwa nafasi ambayo umetupa ya kuja kukutumikia, ya kuja kukuabudu. Pokea sifa na heshima. Asante kwa kanisa lako, na neema yako ilifunike kanisa lako, na kibali chako Mungu kikawe pamoja na kila moja, na wanapoondoka neema yako yawafunike, na ulinzi wako kawe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo, na malaika wako wakiwafuatilia, na ulinzi wako kawe pamoja nao. Na bariki na wale wote wanaotufuatilia Bwana kwa njia ya mtandao, neema na ulinzi wako vikawe pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo. Nafuta mikosi na kila balaa na mabaya, na achilia furaha na ulinzi na baraka katika kanisa na kila moja katika jina la Yesu Kristo. Na mtu mmoja aseme amina.